Hey there. Karibu tena kwenye kipindi kingine cha Fungua Neno. Hapa kwenye Fungua Neno tunakuja pamoja kama watu ambao tumemwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Tumeamini kwamba pale Yesu alivyoangikwa pale msalabani, alikuwa anafia dhambi zetu. Alikuwa anaadhibiwa kwa niaba yetu. Na hivyo sisi tunaamini kabisa kwamba tunapomwamini Kristo, basi haki yake inahesabiwa kwetu. Sisi tunakuwa kama vile hatujatenda dhambi kabisa, lakini dhambi zetu zote zinahesabiwa pale msalabani wa Kristo, na adhabu yote, ile ghadhabu nzima ya Mungu iliyokuwa inatakiwa kuja kwetu, inaenda kwake. Sisi tunakuja pamoja kama Wakristo, tunafungua neno, tunajifunza kutoka kwenye hili neno ili kuelewa zaidi ni nini ambacho Kristo alitufanyia, kuelewa zaidi Mungu ni nani na sisi ni nini, na Mungu ana expect nini, anahitaji nini kutoka kwetu. Hivyo basi tufungue neno, twende kwenye waraka wa Paulo kwenda kwa Philemon. Tunaangalia mstari wa 7. Mstari wa 7, Paulo anaanzisha wazo jipya, au anaanzisha sentensi mpya akisema kwamba for I have come to have much joy and comfort. Paulo anasema nimekuja kufika sehemu ya kuwa na furaha nyingi, furaha kubwa, pamoja na comfort, kama pumziko kubwa. Sasa hii ni sentensi ambayo ina utata kidogo. Kwa nini? Kwa sababu tukumbuke Paulo anaandika hii barua akiwa wapi? Hii barua anaiandika Paulo miaka ya 60 hapo AD, akiwa Rumi kama mfungwa. Kwa hiyo Paulo sio kwamba amekaa kwenye kinara cha mlima, kwenye kilele cha mlima somewhere kwenye bustani yuko anasema yeye nina furaha. Hapana. Paulo anasema nina furaha akiwa gerezani, akiwa amefungwa, akiwa anasubiria hukumu ambayo inatakiwa kutoka kwa Kaisari. Hapa kuna uwezekano kabisa kwamba atakufa. Wakati anaandikia Wakolosai anasema kwamba sijajua bado hatima ya maisha yangu, kama nitakufa wakati huu au nitaruhusiwa kutoka. Kwa hiyo ni muhimu sana kumwangalia kwa nini Paulo wakati wa shida, wakati wa taabu, wakati wa masikitiko, wakati wa kifungo chake, wakati wa shida ambazo anazipitia, mateso ambayo anayapitia, yeye Paulo anasema nina furaha. Hii furaha, hii joy anaipatia wapi? Hii comfort, hii hali ya kupumzika anaipatia wapi? Wakati akiwa kwenye mateso, wakati akiwa anapitia changamoto hizi. Anasema hivi, in your love. Kumbe furaha ya Paulo inatokana na upendo ambao anauona katika kina Philemon. Hivi ni kitu cha ajabu kiasi gani hicho? Haya ndio maneno ambayo yule mzaburi anaandika, anasema ni kitu gani cha ajabu kinachopendeza pale ambapo wanandugu wakikaa pamoja katika umoja. Hii ni kitu cha ajabu kiasi gani, kama vile ambavyo Yohana anawaandikia wale wasikilizaji wake wa huko Yerusalemu, anawaandikia, anawaambia pendaneni, kwa sababu upendo unatoka kwa Mungu, kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 na mstari wa 7. Ni kitu cha ajabu kiasi gani pale ambapo tukiona Wakristo wenzetu wanapendana. Ni kitu cha ajabu kiasi gani? Paulo yeye anasema kwamba ni kitu ambacho kinampa furaha Mkristo. Hivi ukiona Wakristo wenzako wanapendana, wewe unajisikiaje? Ni kitu ambacho kinakuletea comfort, ni kitu ambacho kinakuletea furaha? Au wewe ndio wale ambao ukiona watu wawili wanapendana, watu watatu wanapendana kanisani, watu wamekaa kama wanandugu, wanapendana, wanasaidiana, wanaombeana, wanabarikiana, wewe ndio yule ambaye unaangalia unasema wanajifanya? Wewe ndio yule ambaye unaangalia unasema lazima kuna kitu. Kristo tutafute kuwa kama huyu Paulo. Anawaambia Wakorintho, niigeni, nifuateni mimi kama ninavyomfuata Kristo. Na hii ni sehemu moja hapo ambayo tunatakiwa kumfuata. Tusiwe wale Wakristo ambao tunatafuta dosari kwenye kila kitu tunachokiona, kwenye kila mahusiano tunayoyaona, kwenye kila upendo ambao unadhihirishwa na kuonyeshwa. Huyu anajifanya sana, huyu anajiona sana, huyu anajikuta nani? Paulo anasema wakati anapitia mateso, wakati anapitia hizi shida, yuko gerezani amefungwa, anasema kwamba nimepata furaha kubwa na nimepata wingi wa pumziko, wa comfort.
kwa sababu ya huu upendo alionao. Anasema hivi, because the hearts of the saints you have been refreshed through you. Kwamba because the hearts of the saints have been refreshed. Yaani Paulo anasema hata wale watakatifu walionao huko Rumi, mioyo yao imehuishwa kwa sababu ya huyu bwana Philemon, kwa sababu ya upendo ambao wameusikia kutoka kuhusu hawa kina Philemon. Hizi ndio impact ambazo zinatokea pale ambapo Wakristo tukipendana, Wakristo tukionyeshana upendo, ambao umetoka kwa Baba ukaja kwa Mwana ukapita katika Roho Mtakatifu ukaja ukajaa kwa wingi ndani yetu, ili tuonyeshane sisi kwa sisi upendo. Kuna impact, kuna maisha yanabadilishwa pale ambapo watu wakiona Wakristo wanapendana. Kwa nini? Kwa sababu Wakristo wakipendana wanadhihirisha kwamba kumbe hawa ndio waliopendwa na Mungu. Hawa ndio ambao Yesu amekuja kuwafia. Inakuwa ni ushuhuda kwa mtu mwingine kuona Wakristo wanapendana. Sio Wakristo wanachomana visu, sio Wakristo wanasengenyana, sio Wakristo ambao wanalaamikiana kila wakati, wana hasira. Hapana, Wakristo ambao wanapendana. Upendo ndio kidhihirisho kikuu kwamba kazi ya Roho Mtakatifu ipo dhahiri katika moyo wa Mkristo. Hivyo basi Wakristo, tupendane, tufanyike kuwa ni a witness, tufanyike kuwa ni udhihirisho, tufanyike kuwa ni ule witness, a testimony kwa watu wote ambao wanatuangalia. Amen.